Tukielekea tamati, chukua nafasi basi kuzungumza na mtazamaji, haswa huyu ni atakuwa ni mzazi au mlezi ama mwanafunzi ambaye ana ndoto kwenda kusoma nje, lakini anaona kusoma nje haiwezekani, labda lugha ni shida kubwa sana, au ama pia kuwapatia moyo kwamba wasome nje, basi wachukue zile teknolojia ambazo ziko nje, warudi hapa nyumbani, waungane na Tanzania ambao wanasoma hapa kwa ajili hasa kuendesha gurudumu, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba maandiko ya dini yanasema tukasome mpaka mbali zaidi, tuifuate elimu kwa sababu tukisoma tu hapa nyumbani tutakuwa tunapeana hadithi za Kariakoo tu na Muhimbili na kadhalika, lakini kama tutakuwa na mawazo tofauti, utatoa uzoefu wako, China kesi kama hii tulifanya vile, ama nikiwa South Africa ndio vile. Nini naambia mtazamaji anafuatilia hivi sasa, na hasa kijana na mzazi ambaye anafuatilia mazungumzo haya? Nachoweza kuambia ni kwamba yote yanawezekana. Kutoa uoga, kwa sababu uoga unakuwa mwingi kwamba nikienda nikirudi itakuwaje. Jua unachoenda kufanya, na usome mazingira ya ambapo utakaporudi, kwamba hakuna tofauti, kwa sababu teknolojia Tanzania inapanda pia na nje nao inazidi kupanda, kwa hiyo lazima kutakuwa na difference. Kwa hiyo ukiwa kule unakuwa unajua unachofanya, kutumia opportunity kubwa kujifunza vitu kadhaa ambapo sasa matumizi ya teknolojia, matumizi ya vifaa ambavyo ni vya kisasa na management zao. Inaweza sawa zimefanyika huku, lakini ukiwa nayo kwamba ukirudi huku unaweza kuchangia kwa mwenzako kwamba hiki na hiki, kwa sababu basic ni zile, kwamba biochemistry ni ile, physiology ni ile, yani masomo yote utakayosoma ni yale yaliyosoma hapa. Kwa hiyo tofauti tu utakuwa kwenye mazingira tuliosoma, kwa sababu mazingira yako wewe ni tofauti na aliyesoma hapa. Alienda shule ya kata ni tofauti alienda Iliboro. Kwa hiyo hapo ni kule ni hivyo. Kwa hiyo wa Iliboro atakuwa na knowledge nyingi na expose, na huyu utakuwa wewe ni wa kutafuta. Kwa hiyo wote usiogope, yani kwenda tu na kujua unachofanya na nini unatarajia kuja kukifanya na kurudi na kuwa humble tu, na kwa sababu ujue kwamba mazingira unakuja ni tofauti na unatoka na ufundishaji, usupervisor utakuwa tofauti, lakini ukiwa humble na kujua kwamba narudi na nitakuwa humble na nitafit, unafit. Sisi tumepita, nimefanya Dar es Salaam, nimefanya Aga Khan, sasa hivi Ocean Road, na sasa hivi daktari bingwa. Kwa hiyo ni mule na nimesoma kwa Kichina, kwa hiyo na wengi wapo. Yes.